kiu na usingizi. Karibu tunamaliza na washukuru watoto. Hebu mjipongeze tena kwa kufanya vizuri. Na mwapongeze walezi wenu pia. Haya, mwapongeze wazazi wenu waliowaruhusu. Nguvu kabisa ni ya kwaya iliyowaingia. Pongeze kwaya. Najua wote wameimba na wameimba vizuri, lakini tuwapongeze hawa. Nini kwaya kusimameni ilivyoimba safi kabisa. Neno vizuri sana, ongereni sana. Basi kama walivyosema waliotangulia, kuna watoto wengi kiasi hiki kwa mara moja. Mwaka jana tukiwa masoko tuliona gari yetu. Mara ya kwanza tunaanza kukutana nazi moja. Kwa hiyo mshemasi kwa mheshimiwa mmoja hapa leo ni padi na watoto kwa Pinga na watoto mshemasi kwa sherehe na watoto kwa tarehe 28. Kwa pale tulikutana mara ya kwanza ya tunashukuru kwa kazi kubwa uliofanya. Hongera sana na nampongeza. Yeye ni mzuri sana kufuatilia, akaamua kumfuatilia askofu wa Choki. Hata juzi tulikuwa naye ofisini, mwishoni nikamwambia bwana, sasa tuondoke, itabidi nitoe ofisini, lakini matunda yake tumeona. Tunawashukuru kwa kazi nzuri. Kwa hiyo mwakani mbele kuanzia watoto 1000 sawa. Na zile parokia 4 ambazo wanawakilisha itabidi waandikie barua na kopi kwa askofu sawa, ili tuweze kwenye kumbukumbu waheshimiwa Marambo, Mandawa, Matekwe na Mtama. Juzi nilishangaa pale wa Mtama niliona wanazungumza na watoto mjini pia wapeleka wapi mimi pia na Mandawa. Ndio walikuja kujadili. Mazake waondo wanaleta Yesu pia inao chamba. Kwa jirani yako mmoja upe salamu. Kwa hiyo waandikie wahusika na waeleze idadi ya watoto walioshiriki, lakini pia waandikie wale ambao wameleta watoto wengi sana wapongeze. Basi nashukuru kwa kazi nzuri, mpongeze. Nashukuru mapadri wengi hapa, lakini tunajua mapadri wanafanya kazi kubwa pia kwa uwepo wa watoto wao na kwa malezi yao. Tunashukuru watawa ambao wanashiriki kwa maparokiani pia, lakini wazazi kuwaruhusu watoto wao kwa siku chache. Watoto wengine wadogo kama huyu wao kuruhusu wakae nje ya familia inahitaji ujasiri. Lakini tunashukuru watu mbalimbali ambao pia wamechangia. Kuna watu wengine mara nyingine hawajionyeshi, wako huduma ya kasia, wanafanya kazi nzuri sana. Na nyinyi wanahabari tunawashukuru kwa kuendelea kuinjilisha wadogo Steria. Tunashukuru sana Dominic Maria asante sana.
Ongezi la pili ni swala la malezi. Mkurugenzi, naomba msisitize kwamba kila parokia kuwe na chama cha kipaji. Na eneo lingine inaonekana wale wengine hawajaleta, wengine hawana vyama vya kipaji. Na tunaona wakati mwingine tukienda kwenye kipaimara haonekana. Kwa hiyo ile agizo kwamba kila parokia iwe nayo na wao pia na mlezi anayetambulika parokia. Asiachiwe tu paroko, mambo paroko wakipenda iwepo usiwepo hapana. Kwa hiyo kila parokia uwepo na walezi wao wewe watambue. Kuletea majina ya walezi kila parokia. Ni kwamba upate majina ya mlezi wa chama cha kitume cha kipaji cha kila parokia ili wewe wafahamu. Na wakati mwingine pamoja na kuwasiliana na paroko uweze pia kuwasiliana na walezi ili kuongeza nguvu zaidi. Mababa wakati mwingine wana mambo mengi sijui yapi zaidi ya uchungaji. Tumsifu Yesu Kristo. Matokeo tunaiona. Lakini ukipata idadi hiyo ya walezi pia kuwe na utaratibu wa mafundisho, wapate mafundisho, waandae kitabu au kama kuna kitaifa ya PMS yenye maparokiani ambapo bali yana yale mafundisho ya kumia kwanza paimara, watoto wakipata mafundisho ya pekee ya kusali, wawe na sala zao maalum ya kuanza kama chama cha kitume na kufunga pia. Na la tatu, mjitahidi pia kila mara kwanza maandalizi mapema. Sianze maandalizi wakati wa Krismasi, muda mfupi sana, halafu mambo ni mengi, watu wanawali wanafikiri kwenda vigangoni. Kwa hiyo mapema sana, kuanzia Kristo Mfalme, hii vitu kuwe na picha ya idadi ya watu. Sherehe ya Kristo Mfalme ndani inaweza kuongezeka, lakini wala kuanzia pale na picha hiyo rahisi kujengia pale. Na wale walezi ukionao na mawasiliano ya kila mara watakusaidia pale hiyo. Na mimi nawapongeza ninyi kukaa na watoto wote hawa namuuliza mkurugenzi, watoto wote wako salama? Wanasema wako salama. Wawili tu walipata shida ya afya na wamerudi katika hali zao. Nashukuru katika hilo. Nashukuru mwishoni waliotaja namna ya ujenzi wa kanisa la jimbo, mwenyekiti wa ushauri matendaji na naibu askofu. Hili tunaelekea mwishoni katika maandalizi. Hata jana tulishinda site kagua na wadau wengine, wadau mbalimbali. Kwanza nilitaja hili pia kule jimboni kwamba tutaanza kuleta sala maalum ambayo badala ya sala ya jubilei kuu tutakuwa tunasali sala ya kuiombea jimbo letu na kuombea ujenzi wa ile kanisa. Mapari mlioko na wengine ambao wapo tujitahidi kuweka hilo katika maombi yetu. Na pale tutakapoambiwa tuanze, lazima tuanze kwa nguvu. Ukianza uko unasinzia na watu wanajenga kanisa mpaka linakuwa dogo, yaani kesho wanaanza kujenga, wanasema wanasema hili huko alafu kwa miaka wanaokaa na kanisa limekuwa dogo. Hawa wangu tunawapongeza. Nilikuwa hapo kwa kipaimara wa kwanza walifanya misa ya kipaimara, nishawapongeza na tunaendelea kuwapongeza. Kwa hiyo katika hilo pia tumwombe Mungu atusindikize, lakini sisi sote tunawashukuru. Na nyinyi watoto si mtachangia ujenzi wa kanisa? Tunawashukuru watoto wa Mashingwea walikuja pale kwa hija wakachangia, si ndio? Waliacha mchango
tunashukuru, ingawa mkurugenzi anatukumbusha na sivyo umeleta watu wachache sana. Basi mwishoni kabisa, mimi niwatakie heri na baraka za Krismasi tena. Heri na baraka ya Krismasi. Lakini pia nawatakia heri na baraka na fanaka ya mwaka mpya. Safi kabisa. Na mimi sasa najifunza kongamano hili kwamba limefikia mwisho wake. Sawa, kongamano hili linalo barawa mkurugenzi atatuambia hili kongamano wangapi? 20 au wangapi? Kwa wale mkurugenzi anafanya mahesabu atatuambia. Kwa hiyo wale kusimama tunakuja kongamano na mpango. Alafu tunapanga kwenda kwenda nyumbani. Shika mikono, shika mkono jirani yako, shika mkono jirani yako juu, nyanyua juu, nyanyua juu, nyanyua juu. Haya, haya, shusha, umeshusha mara moja, lakini shusha taratibu. Nyanyua juu, unashusha taratibu, shusha, shusha. Shusha, shusha chini. Kongamano limefungwa.